United wamemaliza mchezo wao wa 4 wa pre-season kwa kupata sare ya goli 1-1 dhidi ya miamba ya soka la Ufaransa, klabu ya soka ya PSG. Hii ni pre-season machi ya 4 kwa Manchester United. Sasa achana na possession, achana na kila kitu, achana na matokeo na vitu vingine vyote. Hivi ni vitu 6 vya muhimu kabisa baada ya kumalizika kwa mchezo huu wa 4 wa United. Lakini nikukumbushe, ukiwa Rock City Mwanza, ukiwa Dodoma, ukiwa Morogoro mji kasoro bahari, pamoja na bandari ya Salama Dar es Salaam, usisahau kutumia usafiri unaitwa Twende Ride, usafiri kitonga kabisa wa njia mtandao ambao unapatikana kupitia application. Unaenda App Store, Play Store, una download alafu una install ile application yako, unakuwa una request usafiri kwa gharama rahisi kabisa. Unafahamika kama Twende Ride katika majiji yote makubwa Tanzania. Sasa haya ni mambo 6 ya muhimu zaidi baada ya kumalizika game dhidi ya PSG kwa Manchester United. Jambo la kwanza ilikuwa ni debut ya Mbelgiji Yuri Tielemans akiwa na uzi wa Manchester United. Kwa mara ya kwanza rasmi kabisa, Yuri amecheza dakika zake 30 akiwatumikia Manchester baada ya kusajiliwa msimu huu akitokea Aston Villa. Katika dakika 30 Yuri amepiga pasi kwa usahihi kwa 100%, pasi zake zote alizopiga, na kutuonyesha kwamba yeye ni mtu muhimu sana kwenye swala la kuweza kuijenga timu kwenye eneo la kiungo, na watu wengi wa Manchester wanatarajia kuona ubora wa Yuri katika siku zijazo. Hivyo leo ilikuwa ni rasmi, Yuri anaanza mechi yake ya kwanza akiwa mchezaji mpya wa Manchester United, jezi namba 18 mgongoni, moja kati ya viungo bora kabisa. Hili ni jambo la kwanza baada ya kushuhudia mchezo dhidi ya PSG. Jambo la pili ni kuhusu injury ya Mason Mount. Mason Mount amepata injury katika mchezo wa leo na akitolewa kwenye dakika 20 baada ya kuumia. Hii inatupa picha ama inatoa picha rasmi kwamba viongozi wa Manchester wanapaswa kufahamu kwamba Mason Mount ni injury prone, sio mtu wa kumtegemea katika season. Hivyo Manchester wanapaswa kuanza kufikiria mipango mingine. Kulikuwa na taarifa zinasema Carrick anataka kumtumia Mason kama kiungo muhimu katika msimu unaokuja, lakini kwa injury ambayo imetokea leo dhidi ya PSG inatuonyesha kwamba Mason ni yule ambaye msimu uliopita alikuwa ni mtu wa injury nyingi, anacheza michezo kadhaa na baadaye pia anarudi kwenye hali ya matatizo. Hivyo uongozi wa Manchester, Ineos na Michael Carrick wanapaswa kuanza kupata hii alarm kwamba Mason Mount ni mchezaji ambaye itakuwa ni trip shamba, trip hospitali, trip uwanjani. Kwa hiyo sio mtu wa kuanza kumtegemea. Hilo ni jambo la pili na la muhimu. Jambo la tatu, Brazil Andre Santos anazidi kutudhihirishia kwamba huenda thamani ya paundi milioni 50 ambayo Chelsea walituuzia ikawa ni kama tumewaibia katika michezo yote aliyocheza 4 dhidi ya Recam, dhidi ya Rosenborg, dhidi ya Atletico Madrid na waleo dhidi ya PSG. Anaonekana ni kijana ambaye anaweza kuwasaidia Manchester katika maeneo mengi, namna ya kukaba, namna ya kupiga pasi na kuweza kulitawala eneo la kiungo, akifanya kazi nyingi za muhimu na kuwapunguzia majukumu wachezaji wengine. Hii inatuonyesha Andre Santos huenda ikawa ni moja kati ya sajili bora na ana mengi ya kuweza kutuofa Manchester, kwa sababu bado ni kijana mdogo ambaye anatarajia kukua. Hivyo ameendelea kucheza kwa ubora sana kwenye swala la kupiga pasi, swala la kukaba. Anatuonyesha kwamba huenda akashine na ni moja kati ya viungo ambao hawatakuwa labda na jina kubwa, lakini akawa na kazi nzuri ya kufanya kwenye klabu ya soka ya Manchester United. Hilo ni jambo namba 3. Jambo namba 4 katika klabu ya Manchester, baada ya kutazama mchezo huu, bado sehemu ya ulinzi inaonekana haiko sawa. Ukikumbuka mechi dhidi ya Recam, Manchester waliruhusu goli katika mazingira ambayo yalikuwa ni rahisi sana. Mechi dhidi ya Atletico mambo yalikuwa hivyo. Kwa hiyo bado inatuonyesha Carrick ana kazi kubwa ya kufanya, kuwafanya walinzi wale kuwa pamoja, na hata nimemuona Mazarawi pia inawezekana bado hajawafiti, labda inamhitaji Mazarawi kupumzika zaidi namna alipocheza leo. So eneo la ulinzi na Manchester ambalo lina watu wengi bado linahitaji pia kufanyiwa maboresho. Licha ni mtu wa majeruhi, alipata pia injury nyingine kwenye World Cup, itakuwa ni hivyo in and out. Mad Deliti
pia naye amekuwa na wakati wa kukaa nje karibu sehemu kubwa ya msimu uliopita, na inatarajiwa huenda asianze katika msimu huu kutokana na bado hajarecover kabisa. Hivyo Manchester wanatakiwa na eneo la ulinzi bado inaonekana huenda likawa na changamoto. Hivyo vijana Heaven, Yolo huenda wakapata nafasi, na leo nimeona namna ambavyo walianza Mazraoui tofauti na Yolo. Alionekana Mazraoui kama bado vile hajawa vizuri. So huyu ni eneo ambalo Manchester wanapaswa kuliangazia kwa makini zaidi. Lakini jambo namba 5, Bryan Mbeumo amezidi kutudhihirishia na kutuonyesha kwamba yeye ni mtu bora. Amefunga goli lake la 3 katika mechi 4 za maandalizi kwa maana ya pre-season. Anatuonyesha namna gani ambavyo anaweza kuisaidia timu kwa swala la kucheza kutoka pembeni, lakini pia swala la kuweza kufunga magoli wakati huu ambako mshambuliaji kama Shesko bado ana recover pale Old Trafford ili kuweza kurejea akiwa na energy ya kutosha kwenye msimu ujao. So Bryan Mbeumo ametuonyesha namna gani yeye ni bora, na link up yake yeye na Amadi bado inatuonyesha kuwa tutakuwa na wakati mzuri kwenye upande wa kulia na hasa upande wa juu pale ambako Mbeumo akiwa yuko katikati, Amadi anatoka kulia kwake, ama wote wakicheza wawili pamoja kama ambavyo Mourinho alikuwa anawatumia msimu ulipoanza, na Mbeumo alifanya vizuri sana katika nyakati zile. So hili ni eneo jingine ambalo natarajia kuona Mbeumo akiendelea kushine sana. Goli 3 katika michezo 4 ya maandalizi inakupa taswira na kukuonyesha kwamba huyu ni mtu wa aina gani. Lakini jambo la 6 na la muhimu, hili ni jambo la lazima. Viongozi wa Manchester chini ya Ineos, hili ni jambo ambalo lazima wanatakiwa kulifanya. Aidha wanamtegea Kariki aingie mtegoni, ama ni wao labda mambo hayako vizuri. Lakini Manchester inahitaji kuboresha sajili kabla ya dirisha kufungwa tarehe 1 ya mwezi wa 9. Manchester inahitaji angalau kuendelea kufanya sajili zingine za wachezaji wa maana, haswa kumpata mlinzi wa upande wa kushoto. Bado ni changamoto, inaonekana na itakuwa changamoto kuelekea msimu ujao. Kama taarifa zinatuambia Harry Hamas ataondoka. Luke Shaw tunafahamu ni tia maji, lakini kuumia kwa Mason Mount inatupa picha pia bado Manchester watahitaji kusajili. Kama walikuwa na plan ya kumtumia Mount kama kiungo, sasa Mount ndio hivi tayari punches zinaanza kabla ya msimu kuanza. Inatupa picha kwamba Mason Mount atakuwa ni hizo in and out. Hivyo Ineos wanapaswa kufanya usajili katika eneo hilo. Lakini mbali na hapo, eneo pia la mlinzi bado Harry Maguire anaweza kuwa ni bora, lakini katika michuano mikubwa vilabu kama PSG, leo PSG hawakuwa na sababu ya kufungua bolti zao, hawakuwa na sababu ya kucheza hivyo, hawakuweka silaha zao zote kwa sababu ni mechi ya kirafiki. Lakini kwenye ligi ya mabingwa, hizi ndio timu aina ambazo unaenda kukutana nazo. Kwenye ligi kuu utaenda kukutana na Arsenal ambayo imejiboresha na wachezaji kama kina Bruno Guimaraes, imesajili Chelsea pia. Kwa hivyo Manchester Ineos wana kazi kubwa ya kuweza kuongeza sajili kabla ya dirisha kufungwa. Kushoto kwenye mlinzi wa katikati wanahitaji kiungo mwingine. Bado Manchester pia inahitaji mshambuliaji mwingine ambaye atakuja kuongeza ubora, atakuja kumsaidia Shesko, atakuja kumsaidia Mbeumo. Watarejea kina Bruno Fernandes, watarejea kina Cunha wakiwa pamoja, lakini bado Ineos wana haja ya kufanya usajili mkubwa wa kuongeza angalau watu 2 mpaka 3 kabla ya dirisha kufungwa. Pre-season imesaliwa na michezo 2 dhidi ya Leeds ambao utachezwa tarehe 12. Baadaye tutamaliza dhidi ya AC Milan kama umezoeleka na wengi tarehe 15, na baada ya hapo tutakuwa tunasubiri kuanza mchezo wetu wa kwanza wa ligi ya kandanda kwa msimu wa 2026-2027. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Lakini ukiwa Rock City Mwanza tunaenda na twende right, Morogoro tunaenda na twende right, tukiwa Dar es Salaam tunatembea na twende right, hali kadhalika makao makuu pale Dodoma tunakwenda na twende right. Subscribe, like, share na comment.